hakuna mfalme anayeweza kwenda mahali bila kibali cha mfalme mwenye tawala yake. Mungu kwa kuheshimu protocol ametengeneza utaratibu ya kwamba ili yeye aje hapa duniani aingilie mambo yetu, ni sharti tumuite. Kule kuita ndiko tunaita kuomba. Haleluya. Wanafunzi wakamwendea Yesu wakamwambia, Bwana, tumeona wanafunzi wa Yohana amewafundisha kusali, na sisi tunaomba utufundishe kusali, yaani kuomba. Yesu akawaambia, muombapo ombeni namna hii: Baba yetu uliye mbinguni, Baba yetu uliye mbinguni, kwenye ufalme wako. Sisi tunakuhitaji, hivyo ufalme wako uje, ili mapenzi yako yatimizwe hapa duniani tulipo kama uko mbinguni. Haleluya. Hiyo ndio concept ya maombi. Ndio maana Mungu hatafanya kama huombi. Hata kama unapitia wakati mgumu, kuna zile level, yani unapita kwenye wakati mgumu, ukiishia kulia na kujihurumia, usipoitumia nafasi yako kama mfalme kumwalika mfalme aingilie mambo aliyokushinda, anakaa kimya. Akasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Amen. Kwa hiyo kufunga na kuomba ni namna ya kumwalika Mungu, ni namna ya kumuita Mungu, ni namna ya kumruhusu Mungu atende mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu. Tunaendelea na ujumbe ambao jana Mungu alianza kusema nasi kwa habari ya usingizi wa kichawi. Nitahubiri na kufundisha. Sema usingizi wa kichawi. Somo ama ujumbe juu ya usingizi wa kichawi unatoka kwenye somo linaloitwa usingizi wa kiroho. Usingizi wa kiroho. Tunaupata usingizi wa kiroho kutoka kwa Mungu kama mwanzilishi, kwa sababu yeye ni roho, na tunaupata usingizi wa kichawi kutoka kwa shetani kwa sababu aliwahi kuishi mbinguni. Sasa anaufahamu utendaji wa Mungu Baba, anafahamu manuva, anafahamu fanyeje ili mtu alale usingizi. Mwasisi wa usingizi wa kiroho, wa kimwili ni Mungu. Mungu ndiye aliyeasisi usingizi. Usingizi kwa asili yake sio mbaya, lakini umebadilishiwa matumizi na adui, anautumia kwa ubaya kwa watu. Kwa hiyo mwasisi wa usingizi ni Mungu. Tulisoma jana andiko la kwanza wakati pastor anahubiri kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 2, kwa kumbukumbu zangu ni ule mstari wa 21. Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 21. Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Usingizi alioletewa Adamu tunaweza tukautafasiri kwa namna mbili. Kwanza, usingizi wa kiroho, kwa sababu aliyeuleta ni roho. Nani
Mungu. Lakini pia tunautafasiri kuwa ni usingizi wa kimwili, kwa sababu kilicholazwa ni mwili. Amen. Kwa tunapozungumza juu ya usingizi wa kiroho, kimsingi tunagusa mambo matatu. Jambo la kwanza, usingizi unaotoka kwa Mungu. Yaani Mungu anakuletea usingizi kwa makusudi yake na mapenzi yake, akijua mwanangu ni kweli amekata tiketi ya SGR training na kesho anasafiri kwenda Dar es Salaam. Sasa katika safari yako kutoka nyumbani kwako mpaka kwenye station, hapo katikati kuna ajali imetengenezwa, na Mungu alikwisha kukusemesha toka jana wakati unajiandaa na safari, unaaga ndugu. Kuna namna ambavyo Mungu anasema na wewe usiende, lakini kwa sababu umelipa fedha na unahesabu fedha hii haiwezi kupotea bure, lazima niende. Mungu kwa kukupenda sana, Mungu sasa huyo, ile muda wa kwenda kuripoti anakuletea usingizi, halafu nakuja kuamka treni ilishaondoka. Mara nyingi huwa tunalaumu, huu usingizi Bwana. Lakini baada ya masaa 4, 5, 6, 7 unasikia mahali ambapo ungepita, gari ambayo ungetumia, usafiri ambao ungekupeleka, kulikuwa kuna ajali imetengenezwa. Sasa huu ni usingizi wa kimungu, kwa sababu kuna jambo anataka akuepushe nalo. Mara nyingi Mungu ametulaza usingizi kwa mapenzi yake. Amen. Mtu amefanya shughuli za kuchosha, shughuli hiyo ni ya kuchosha. Akitoka hapa amebandika hapa, akitoka hapa amebandika hapa. Yaani shughuli mpaka zinachosha, inafika mahali hana muda wa kupumzika. Mungu anakuletea namna fulani ambayo utalala wiki nzima, ili aupumzishe mwili, kwa sababu mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na Mungu ameonya akasema, yeye atakayeuharibu mwili huu, hekalu hili, na Mungu atamharibu mtu huyo. Sasa ziko nyakati ambazo Mungu anaweza akaruhusu kikupate kitu kwenye hicho, wewe unaugulia homa, lakini Mungu anahakikisha unapata usingizi wa kutosha ili kubalansi uumbaji ndani yako. Sema usingizi wa kiroho. Hiyo ni namna moja ya usingizi aliitumia kwa Adam, kumlaza ili afanye operation ya kumleta Hawa, ya kumleta Eva katika uumbaji. It was positive kwa sababu ni Mungu. Sasa shetani akiwa anajua ya kwamba kumbe huwa kuna uwezekano wa kumlaza mtu usingizi, na akiwa amelala ukaweza kuchukua vitu kwake, ndipo alipokuwa ameasi mbinguni, amekuja duniani akaanza kutumia utaratibu huo, kwa sababu usingizi ni roho. Kwa hiyo shetani anachokifanya kwa maelekezo sasa ya kichawi ama waganga, kuna jambo wanataka walifanye kwa mtu, anatuma roho ambayo imevuviwa kwamba kamlaze huyu, na hiyo roho inapokuja kwa mtu inaingia ndani ya mtu, inavamia mishipa ya ufahamu, inakaa ni roho
yani inakaa hapo, halafu inatenda kazi sawasawa na maelekezo iliyopewa. Roho ya usingizi huwa inaanza kuvamia mishipa ya fahamu. Mishipa ya fahamu imeungamanishwa na macho. Ikipiga mishipa ya fahamu, unaona macho yanaanza kulegea, halafu unafumba. Kufumba tunasema amelala, japokuwa upo uwezekano wa mtu akawa amesinzia na macho hajafumba, ana kuangalia hivi lakini haelewi kitu, yuko usingizini. Yawahi kuwaona watu wanaamka wanasema anaota physically, anaamka huyo, anaenda paka chooni, anarudi kulala tena, anarudi kulala sasa. Afu baadaye asubuhi anakuwa anakumbuka, hivi niliamka, naota kama niliamka nikaenda chooni. Yaani hajaenda kwa sababu ni mzoefu wa zile corridors za pale nyumbani, kwamba nafahamu ukipita hivi, ukaenda hivi, ukifungua mlango hivi utafunguka, ukifanya hivi maji yako hapa. Alikuwa hivi lakini amezinzia. Ninasema nini? Kuna usingizi wa kiroho. Ndani yake kuna namna hizo mbili, usingizi wa Mungu na usingizi wa mashetani, ambao unakuwa orchestrated, unakuwa unaendeshwa na wachawi ama waganga wa kienyeji. Usingizi ule wa kawaida kabisa wa kimwili ni ule ambao madaktari wakitaka kufanya operation ili mtu huyu asiwasumbue, asisikie maumivu, wanampiga sindano ikiwa na dawa ya mnaita nini, ovarium. Pigwa sindano hiyo hivi vile vile inakwenda mpaka kwenye mishipa ya fahamu, inazuia, inaziba taarifa kwenye ubongo. Zile taarifa zinakuwa disconnected, ubongo unalemewa, mishipa imekamatwa, halafu macho yanalegea, analala. Sasa macho akishalala, ule usingizi umo ndani, viungo vyote vinakuwa havina taarifa. Sema usingizi wa kichawi. Sasa kuna namna ambavyo shetani anaweza akaachilia usingizi. Biblia inafafanusha, ni kuonyesha kwanza maandiko yanasema kwamba usingizi ni roho. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 29 mstari wa 10. Isaya 29 mstari wa 10. Isaya 29 mstari wa 10 imeandikwa, kwa maana Bwana amewamwagieni roho ya usingizi, amefumba macho yenu, yani manabii, amefunika vichwa vyenu, yani waonaji. Kwa maana Bwana amewamwagieni roho ya usingizi. Sema roho ya usingizi. Sema tena roho ya usingizi. Sasa sema roho. Sema usingizi. Usingizi ni roho. Kwa hiyo roho ya usingizi inaweza ikaachiliwa kama tunavyosoma hapa. Inaachiliwaje? Ni roho inayotumwa kamlaze, kashike ufahamu wake, na ufahamu ukishashikwa, kinachofuatia hapo ni macho. Ufahamu ukishikwa, kinachofuatia kukamatwa kwenye process ya usingizi ni macho. Ufahamu wa kawaida huu tulio nao ukikamatwa kwa maana ya usingizi, kinachofuatia kukamatwa ni macho. Mtu analala. Kulala ni kufumba macho. Biblia inasema amewamwagieni roho ya usingizi,
amefumba macho yenu. Kwa kuna uhusiano wa usingizi na macho kufumba. Macho yakifumba hayawezi kuona. Sema, mbona kuna wengine anaweza kuwa amesinzia lakini anasikia kinachoendelea. Unaitwa usingizi wa mangamngamu. Partial sleep. Hiki ninachokizungumza leo, nazungumza juu ya deep sleep. Usingizi mzito. Sema usingizi mzito. Andiko jingine linalotuonyesha kwamba usingizi ni roho ni kitabu cha Warumi sura ya 11 na mstari wa 8. Warumi 11 na mstari wa 8. Kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione na masikio hata wasisikie, hata siku hii ya leo. Ona uhusiano wa maneno hayo. Imeandikwa Mungu aliwapa roho ya usingizi. Roho ya usingizi ilipoachiliwa, macho yakawa hayaoni na masikio yakawa hayasikii. Kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione na masikio hata wasisikie, hata siku hii ya leo. Tunajifunza ya kwamba mtu anaweza akapewa roho ya usingizi. Unagawiwa kabisa, chukua. Na roho ya usingizi ikiingia, inachoanza kuathiri ni uwezo wa kuona, uwezo wa kusikia. Sasa mbona wengine wao wanalala, lakini ikipita gari huko anakuwa anasikia kama kuna gari limepita? Ni usingizi wa mangamngamu. Usingizi mzito ukiwa umeachiliwa, umemwagiwa, wa kimwili ama wa kiroho, huwezi kusikia kinachoendelea, utaona tu matokeo. Ndicho wanachokifanya hata wezi akitaka kwenda kuiba, wanachukua ile dawa ya usingizi, wanaipulizia dirishani. Kichwa chake anawekaga wapi? Kwenye kichwa kiko hapa na dirisha liko hapa. Sasa wengine waga tunalala mpaka tunakoroma. Wanajua kabisa huu mkoromo, hii sauti ya mkoromo inatokea huku. Kichwa atakuwa ameweka huku. Dirisha. Alafu dawa. Ile dawa unapumua, unaivuta. Ukiivuta inaingia, inaathiri ufahamu. Macho si umeshafumba tayari. Kwa hiyo ina disconnect fahamu zingine zote. Unakuwa sasa huwezi kusikia chochote. Wana uwezo wa kufungua geti, wakaingia, wakahamisha TV, wakapeleka kwenye gari, wanaweka. Wanachukua vyote, wanasema tuchukue na kitanda. Wanambeba mhusika, wanamweka chini na kitanda. Afu mtu akiamka, kuna mtu mmoja hapa Dodoma walimuibia gari. Of course amelala ndani. Yule ametafuta namna, mmoja akaluka. Dawa. Kwanza walianza na mbwa. Mbwa jeuri, kamrushia nyama. Imepigwa sumu. Nyama sumu kali. Ameila tu, kasinzia. Pigwa dawa. Sasa walichokifanya, wamefungua geti, wakafungua gari. Unajua gari lote wamekuja kumbakizia scraper ya gari yani. Gari wameweka mpaka mawe. Toa taili, toa usukani, toa injini, wamebakiza tu lile bodi liko hapa. Madhara ya usingizi. Sasa ni usingizi wa makusudi wa kutengenezwa. Dodoma hii, na ni mtu mwenye uwezo, nyumbani kwake kuna geti kali,
lakini walifanikiwa kuingia. Yaani wamebeba kila kitu kwenye gari, kila kitu, engine wamebakiza tu, wakainua ile inayoshikilia matairi hivi, wakaweka jiwe na huku jiwe na kule nyuma jiwe, lakini wameondoka na tairi, wameondoka na usukani, wameondoka na speaker, wameondoka na taa na kila kitu. Sema usingizi mzito. Sema tena usingizi mzito. Leo tutaushughulikia katika jina la Yesu. Iko namna ya kuushughulikia usingizi mzito wa kichawi kwa maombi. Amen. Nimekupa concept na nimekuonyesha ukweli huu ya kwamba usingizi ni roho. Kama ni roho, ikiwa ndani ya mtu, ina uwezo wa kuondolewa, na inaondolewa kwa maombi, inaondolewa kwa kukemewa, inaondolewa kwa kuamuriwa. Amina. Tutakapokuwa tunaomba na kuamuru roho ya usingizi, kwa hakika itatoka katika jina la Yesu. Nimesema kwa hakika itatoka katika jina la Yesu. Tuone usingizi mzito katika maandiko. Andiko letu ni hilo la kwanza ambalo tumelisoma kutoka kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 21. Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 21. Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Usingizi kama ni wa mang'amng'amu, mtu anajielewa, huwezi kufanikisha adhima yako. Ilipaswa uwe ni usingizi mzito ili Mungu afanye operation tokea mwanzo mpaka mwisho, mpaka afunike, halafu ndo anamwamsha. Anakuta kuna vitu vimeshaondolewa mwilini. Sema tena usingizi mzito. Kwa nini nafundisha mambo haya? Ili tutakapopata tafasiri ya usingizi mzito unavyohusiana na maisha yetu ya kila siku, uombe kwa bidii. Amen. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 12. Mwanzo 15:12. Mwanzo 15:12. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Andiko jingine ni kitabu cha Waamuzi sura ya 4 mstari wa 21. Waamuzi sura ya 4 mstari wa 21. Imeandikwa, ndipo Yael mkewe Heberi akatoa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea pole pole, akamtia kile kigingi katika paji lake, katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia, akafa. Huyu alikuwa ni mfalme ambaye amekimbia, na kwa sababu ya kukimbia akaona mahali pa kujiponya ni kuingia kwenye nyumba ya huyu mama. Sasa mama alikuwa upande wa jeshi la wana wa Mungu, akajua nafasi ya kumaliza ni hii. Amekimbia, amefanikiwa kukimbia, lakini ameingia pale kwenye kujipumzisha kwake, usingizi mzito. Pamoja na kwamba alikuwa anakimbia vita, lakini akapata usingizi mzito. Ule usingizi mzito ukamwezesha Yaeli. Yaeli anasemwa kuwa na yeye ni miongoni mwa waamuzi katika kitabu cha Waamuzi. Yaeli akamnyemelea akiwa ameshika kigingi.
akakiweka. Huyu amelala. Kwa nini amelala? Kwa sababu yuko kwenye usingizi mzito. Akabeba nyundo, akapiga, hata kufurukuta. Kigingi kikaingia kwenye kichwa mpaka chini kikatokea. Kama angelikuwa na usingizi wa mangamngamu, angejua kuna mtu ananinyemelea. Nyinyi mnafahamu hata jinsi panya walivyo wajanja. Wakigundua huyu amelala, lakini usingizi wake ni kama yuko macho, kama amesinzia. Wakigundua umesinzia kabisa, bado hawaamini kama umesinzia usingizi mzito. Akianza kukuuma, anauma, anasikilizia. Anauma, alafu anapuliza. Akiona ili hamna haja ya kupuliza, anatafuna. Asubuhi kiamko unakuta, japokuwa siku hizi mjini hayo mambo hayapo, lakini nyakati zile tunaishi na panya ndani ya nyumba, mmeshindana nao mpaka imekuwa kero, mnawaacha wanakuwa sehemu yenu. Ndiyo, yaani mmeshindana na panya kwa mitego, kwa sumu. Mnapishana nao tu, yameenda huku, yameenda huku, yameenda huku. Nafika mahali nasema nao wanatuchosha. Sasa watu wengi, labda wewe tu kwa sababu umekulia mjini na umeishi mjini, lakini tulioishi vijijini, unaamka umetafunwa na panya, na wala hata ukusikia kama ulikuwa unatafunwa, kwa sababu ya usingizi mzito. Sema katika jina la Yesu, kwenye maisha yangu ya kiroho sitaruhusu tena kulala usingizi mzito, na kila ambacho shetani amekikusudia kwangu ili aniharibu na aniharibie, hakitakuwa, hakitafanikiwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, namna yoyote ya usingizi ambao nililetewa ama nilipewa ama nilimwagiwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaagiza roho ya usingizi iliyoshika fahamu, ondoka, toka kwa jina la Yesu. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 14. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 14. Ni maandiko mengi, nataka niyasome maandiko yote. Imeandikwa hivi, Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 14. Enyi Wagalatia, msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlimpokea roho matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure, ikiwa ni bure kweli. Basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu
asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Sema, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sema imani. Sema tena imani. Hapa Paulo anaongea na Wagalatia. Hawa Wagalatia ndiye aliyowahubiria Injili, anawafahamu. Lakini Paulo ameona kuna kitu cha tofauti kwao. Paulo anawauliza, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Maana yake kuna uchawi umefanyika ukawafanya Wagalatia waishi kama watu wasio na akili. Lakini anachotueleza hapa, mimi naona uchawi wa kupigwa usingizi. Kwa maana anasema katika ule mstari wa pili, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika Roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Na kurudisha mstari wa kwanza, enyi Wagalatia msio na akili. Sema, mimi nina akili. Sasa hapa Paulo anazungumza na Wagalatia. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Wakati mnaanza kuamini, mliamini kwa kuona ukweli. Lakini leo imekuwaje? Huyu Yesu aliyesulubiwa na mkauona ukweli, mkauamini, inakuwaje leo mnaishi kama vipofu? Inakuwaje leo mnaishi kama mtu aliyelala, asiyeweza kuona ukweli? Kumbuka, imani ni uwezo wa kuiona kweli katika Roho. Tafasiri yangu, imani ni uwezo wa kuona ukweli katika Roho. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini imani ni hakika ya mambo yasiyoonekana kwa mwili, lakini ni bayana ya mambo yanayoonekana. Kwa macho gani? Kwa macho ya rohoni. Lakini mtu akiwa amelazwa hawezi kuona. Hiyo ndiyo maana yake, kwamba Wagalatia walilogwa kiasi ambacho wakaacha kuanza kuona ukweli wa kazi ya Kristo pale msalabani, kwamba kila alichokifanya Yesu pale msalabani. Mara ya kwanza waliamini, wakaendelea, wanasonga mbele, lakini ghafla wamelogwa. Maisha yao, kutenda kwao ikawa kama watu wasio na akili. Leo Bwana anatuongezea akili, anaturudishia akili ya kumwamini yeye. Ndio maana amesema, Biblia inasema ya kwamba enendeni na muishi mkizitumia akili. Amen. Wagalatia wamelogwa na wanaenenda kimwili, hawaamini tena juu ya uwezo wa kazi ya Yesu Kristo msalabani. Paulo anasema, ninyi ambao hapo awali Yesu aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kwamba amesulubiwa, na kila mlichokuwa mnapata mnapokea kwa imani.
Sema, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Mimi mwenye haki wa Mungu nitaishi kwa imani. Amen. Sasa mtu aliyelazwa, macho yake hayawezi kuona. Nimekusomea maandiko mengi ambayo anapozungumza usingizi anarejea macho. Kila anapozungumza usingizi anarejea macho. Haleluya. Kweli ya Mungu inapokuwa ndani yetu, ndipo inatupa uwezo wa kuona ng'ambo ya mipaka ya vitu vilivyopo. Yaani kuna ukuta, lakini unaona ng'ambo ya ukuta, kwa sababu kweli ya Mungu ndiyo inayokupa nguvu ya kuona. Na kama kuna jambo ambalo Mungu anakiunalo, wewe na mimi tuliishi tukiwa tumeamka. Anasema, amka wewe usinziae, na Kristo atakuangaza. Ili nuru ya Kristo ikuangazie, lazima uwe umeamka. Umeamka kutoka wapi? Umeamka kutoka kwenye usingizi. Inapofika habari ya kweli ya neno la Mungu, unaliona neno la Mungu ndiyo mamlaka ya mwisho. Kila ambacho neno la Mungu kimesema ndiyo mamlaka ya mwisho. Amesema kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Nimepona hata kama nasikia maumivu. Nimepona hata kama sijaona kwa macho ya damu na nyama. Na ninaanza kuishi kwa matendo ya kile nilichokiona, kwa sababu niko macho. Biblia inasema heri kutoa kuliko kupokea. It's more productive to give than to receive. Alisema Oral Roberts, mhubiri mmoja wa Kimarekani. Yeye ambaye alianza huduma akiwa yeye na mke wake, wawili wameishi maisha ya dhiki na taabu. Siku moja wanapendana, ni mume na mke, lakini wanaishi kama marafiki. Mume akiwa jikoni na mume yuko jikoni, anamsaidia kukata nyanya, huyu anamsaidia kusogeza hiki. Katika kuzungumza huko anatafakari neno la Mungu, likawajia andiko kutoka nyaraka za Yohana. Linasema, mwanangu, ubarikiwe katika mambo yote na kuwa na vitu vyote kama roho yako ifanikiwavyo. Ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na vitu vyote kama vile roho yako ifanikiwavyo. Wakaamka. Walikuwa macho wanakata nyanya, lakini lile andiko lilipowajia wakaamka. Kasema, huyu ni Mungu anasema na sisi. Hii ni nuru mpya. Wakalishika hilo andiko, wakaishika hiyo kweli, wakaanza kuiishi. Kila mahali walipopita wamejaa imani ya kwamba nimefanikiwa katika mambo yote kama vile roho yangu ilivyofanikiwa. Mungu akaanza kuwabariki. Wakapita mahali fulani kwenye poli Marekani. Wakati wanapita barabarani wakasema, hili poli mbona linafaa kuwa senta kubwa ya kazi ya Mungu. Wakapaki gari pembeni, wakaenda kwenye lile poli, wakalikanyaga. Akasema, imeandikwa, mahali unapopakanyaga pamemilikiwa. Hapa sasa Bwana atafanya mambo. Muda mchache Mungu akawapa fedha za kupanunua. Wakaendelea kumwamini Mungu kwa nguvu. Yaani macho yanaona ukweli, kila ambacho Biblia inasema, kwa sababu wameamka. Walikuja kujenga university kubwa inaitwa Oral Roberts University. Na kwenye chuo hicho, chuo kikuu cha Oral Roberts walichokijenga, walikuwa na faculty nyingi. Una faculty ya madaktari, medicine, una faculty ya walimu nyingi. Lakini walitrain wanafunzi wakija pale wanaokoka.
na wanafunzi wakiokoka wanahakikisha wamejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anashuhudia, anasema wanafunzi walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, hata wanapokwenda madarasani wanakwenda wananena kwa lugha, wakiwa kwenye kazi zao wananena kwa lugha. Chuo kilibarikiwa sana. Akajenga mnara wa maombi, Oral Roberts Prayer Center, mnara mkubwa wa maombi. Mataifa mbalimbali wakienda kusoma pale wanakwenda kutumia mnara ule wa maombi. Leo tuna watumishi wa Mungu wengi tunawafahamu, ni wanafunzi kutoka kwenye kile chuo cha mtu mmoja. Aliamka akaiona kweli, akaanza kuishi na macho yaliyoamka. Amka kwa jina la Yesu. Amka kwa jina la Yesu. Amka kwa jina la Yesu. Shika kifua chako, sema roho yangu amka. 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 Sasa Paulo anazungumza na Wagalatia. Enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Ambaye Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu. Je, mlimpokea Roho Mtakatifu kwa sheria ama kwa kusikia kunakotokana na imani? Kwenye maandiko tuliyosoma utaona mahali anasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Yesu alisema kesheni. Ile kukesha of course ina tafasiri ya ile kuja kuomba na kukesha, lakini ni zaidi ya hapo. Kukesha alikokuwa na kusema Yesu, uwe macho wakati wote. Siwe macho ya kimwili, macho ya rohoni. Unakuwaje macho ya rohoni wakati wote? Ulali. Ndiyo hayo mafundisho tunayosema umejazwa Roho Mtakatifu. Nena kwa lugha muda wa kutosha. Tumia muda mwingi kuomba katika roho. Unaifanya roho yako isilale. Kimwili unaweza kuwa umelala, lakini roho yako iko macho. Leo ndugu yangu amepata na tukio baya asubuhi. Gamalieli ametokea huko kanisani, anakwenda nyumbani, wakamvamia, kapigana nao, kawashinda, wakaondoka na begi. Sasa ananisimulia, mimi ndio nakumbuka asubuhi. Mimi asubuhi nimeota ndoto napigana na vibaka. Nimekaa mahali nimejilaza, nikasema hapa nipojilaza hapa hata wakipita hawataniona. Lakini wametokea tu akasema yule pale. Waliposema tu yule pale, na mimi nikainuka. Sina kitu na wao hawana kitu mkononi. Tulipokaribiana wote tuna visu. Wakitupa visu of course vinanipata, lakini unaona visu vinanipata haviingii ndani ya ngozi. Unaona kidogo sana vidamu vinavilia. Mimi nikichukua kisu nikirusha na toboa. Yani ukirusha kikienda kimoja unaangalia namna kufanya, una kingine mkononi. Ukirusha unatoboa. Sasa aliponiambia tukio lile nikahuianisha. Of course nikajua yamkini nilikuwa napigana pamoja na yeye kushindana ile vita. Hawakumzuru, anasema alikuwa na nondo, lakini alikuwa na nguvu kiasi cha kuwa na punch nondo, ana punch anachofanya mpaka wakaamulia sasa hapa tutashindwa, angalau mkoba basi alionao tuondoke nao, lakini akatoka salama. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Ninachofundisha ni hiki. Amka. Amka. Kuna watu tumejazwa Roho Mtakatifu. Ni kweli silabi za kunena kwetu bado ni changa. Omba hivyo hivyo. Tena kazana, chochea. Lugha katika Roho Mtakatifu huwa inakuwa. Amen. Nimesema amen. Biblia inasema yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali hunena mambo ya asili na Mungu katika roho yake. Nitaimba kwa roho, nitaimba kwa roho, nitaimba kwa akili.
nitaomba kwa roho, nitaomba kwa akili. Sasa kiwango cha kuamka na kuanza kutembea katika roho ni pamoja na kuona hiki ninachonena mimi sikielewi na hawa hawaelewi. Unauona ukweli huo ya kwamba unaponena kwa lugha unazungumza na Mungu. Ni ukweli ambao akili ya kawaida ya kimwili haiwezi kukubali. Lakini tunaotembea kwenye imani, ninajua kabisa ninaponena kwa lugha ninawasiliana na mbingu, na zinasikia, ninatoa maelekezo kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya! Nimesema haleluya, nimesema tena haleluya. Paulo anawaambia hawa ndugu, ni nani aliyewaloga? Alikuweko mtu aliwaloga. Aliwaloga kwa namna gani? Aliwaloga kwa kuwajazia mafundisho mageni. Aliwaloga kwa kuwaletea mitindo ya kidunia. Aliwaloga kwa kuwapa kufanya mambo mengi ambayo hata hayana uhusiano na ufalme wa Mungu, lakini mtu anayafanya kwa bidii sana. Hayamsogezi popote kuadvance kwenye ufalme wa Mungu, lakini ni mambo ambayo ameyapa kipaumbele sana. Jana pastor alizungumza habari za mpira, na hapo katikati kwenye kuzungumza akapoza kidogo, akasema mpira sio dhambi. Akasema mpira sio dhambi, lakini ni ibada ya sanamu. Ni ibada ya sanamu. Chochote unachokipa muda wa kutosha zaidi ya unavyompa Mungu. Yaani watu wana jezi aina 7. Kila toleo la jezi yumo. Sasa na yeye ufufuo umetaka kuleta mafundisho mageni. Mimi nakwambia, yaani shabiki kiasi kwamba anajua namba ya viatu vya wachezaji wa Ulaya. Muulize maandiko sasa. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 imeandikwa wapi? Hapana. Yaani hapo nakuwa umelazwa kabisa, huo ni usingizi. Nafasi ile ulioitumia kukusanya aina za jezi za Manchester, aina za jezi za Simba, aina za jezi za wapi, mwaka walivaa hii, mwaka kwa nini wamebadilisha kidogo, wangevaa ile, yote yale yamekaa kwenye nafsi. Hayo ni mapando ya adui. Unaona mtu yani yuko ibadani anasinzia hivi, kumbe kucha alikuwa anafuatilia mechi za Ulaya. Imetoka hii, kaenda hii. Premier League hili paka asubuhi analazimika tu aje kwenye ibada. Wengine ukipiga simu kwamba leo nimechoka, nilikuwa na shughuli maalum, mpira. Kuna watu hawaji ibadani kwa sababu mechi iliyopangwa inaanza saa 3 kamili. Sasa atachengana nayo kabisa. Hayo ni mapando. Mathayo sura ya 13 mstari wa 25. Mathayo 13:25. Imeandikwa, nianzie mstari wa 24. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. 25. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako?
limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Adui ndiye aliyetenda hivi. Alitenda hivi wakati gani? Walipolala. Yaani walipolala usingizi, adui akaja akapanda magugu. Sasa mtu akilazwa kiroho anakuwa hana nguvu ya kuomba. Husikii hamu ya kuomba kabisa. Yaani ukitaka kuomba ndipo hata usingizi ule wa kimwili unakuja. Sema nitaamka niombe. Na kwa sababu roho ya usingizi iko ndani, ndio kabisa unashangaa ni asubuhi. Unakunguta miguu, leo si tuna ibada. Ukirudi shughuli zimekuchosha. Ukitaka kuomba ngoja nilale nusu saa halafu taamka. Adui amepanda magugu. Sema katika jina la Yesu. Jambo lolote, namna yoyote iliyopandwa ndani ikawa kama magugu ya kunizuia kuyatenda mapenzi ya Mungu, ninang'oa. Nang'oa kwa jina la Yesu. Lile andiko linalosema kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa, linatoka kwenye concept hii. Adui ana uwezo wa kupanda. Anapanda kabisa roho ya usingizi kupitia mambo ya kidunia. Yaani vipaumbele vinakuwa ni mambo ya kidunia. Warumi sura ya 12 anasema, basi ndugu zangu, ninawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mkubali kugeuzwa nia zenu ili ziwe mpya. Dunia ina namna yake, na namna hiyo imetengenezwa ili kuwalaza watakatifu. Sema katika jina la Yesu, ninayoyaona, ninayoyasikia yasio na uhusiano na ufalme wa mbinguni hayatanilaza. Sitalala kwa jina la Yesu. Sitalala kwa jina la Yesu. Sitalala kwa jina la Yesu. Tukio moja baya sana kwenye Biblia, kitabu cha Mwanzo, tukio moja baya, Mwanzo 19. Nasoma kuanzia mstari wa 30. Ni tukio baya lakini linatupa kujifunza. Lutu akapanda kutoka Soari. 19:30. Lutu akapanda kutoka Soari akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Lutu anakaa kwenye pango, yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi, atuingilie kama hivyo desturi ya dunia yote. Dada mkubwa anamwambia mdogo wake, baba yetu Lutu sasa ni mzee, atuingilie kama kawaida ya dunia yote, msifuatishe namna ya dunia hii. Walichokifanya, akamwambia, haya na tumnyweshe baba yetu mvinyo. Wakamlaza, halafu akawaingilia, wakazaa watoto. Likafanyika hivyo kwa mtu
dada mtu asubuhi akamwambia mdogo wake, mimi nilifanikiwa. Halafu anamwambia mdogo wake, tumnyweshe tena. Wakamnywesha tena ule usiku uliofuata. Mdogo mtu naye akafanya shughuli hiyo hiyo. Biblia inasema baadaye akazaliwa kwa binti mkubwa Moabu na kwa binti mdogo Muamoni. Hawa waliozaliwa walikuwa tanzi kwa Israeli. Wa Moabu na Waamoni hawana historia nzuri. Walichokifanya ni kumlaza baba yao. Haya ni madhara ya usingizi. Madhara ya usingizi. Usikubali kabisa. Ni kweli inatokea. Unaota ndoto chafu, ndoto za kufanya mapenzi kwenye ukiwa umelala. Zinapokuwa mfululizo kwenye maisha yako, ni dalili mojawapo ya kwamba umelazwa. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho ya usingizi na mapando yake na yang'oa na ikomesha kwa jina la Yesu. Nakomesha kwa jina la Yesu. Waefeso sura ya 5. Some kuanzia mstari wa 12. Imeandikwa, nianze mstari tasoma kwa mtiririko kuanzia mstari wa 6. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu wajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena, lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Paulo anayasema maneno haya akiwa na hakika ya kwamba aliyelala, aliyelazwa anaweza kuamshwa, na akiamshwa anaweza kufanya wajibu wake. Amka wewe usinziaye, na ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Yale yanayotokea katika mwili kwa habari ya kielelezo ya kwamba kuna usingizi wa kawaida wa kimwili. Mtu anapokuwa amelala anaweza akapatwa na jambo lolote na asielewe. Ndivyo yanavyotendeka katika ulimwengu wa roho, ndivyo yanavyotendeka katika roho, ya kwamba uko uwezekano wa mtu akalazwa akashindwa kuona, akalazwa akashindwa kusikia, hata kama habari za kusikia zipo, lakini hasikii. Hata kama habari za kuona zipo, lakini haoni. Haoni kama huu ni wajibu wake, haoni kama hili ni jukumu lake. Hawezi kuona ya kwamba hili linampasa kufanya mpaka aamshwe. Wakati Yesu ana wanafunzi wanatoka ng'ambo moja kwenda ng'ambo nyingine, akitaka kuwafundisha imani, kwa sehemu Biblia inasema yeye alilala. Wakati amelala, dhoruba ikaipiga ile boti yao, wakaanza kuhangaika wakitupa makasia huku na huko, lakini ikashindikana. Baada ya kuona imeshindikana, wakamwamsha aliyelala. Aliyelala alipoamka akatambua majukumu yake, akawaambia upepo iwe shwari kuu, upepo kanyamaza kimya. Na sisi tukiamka tutatambua wajibu wetu, tutaivaa ile mamlaka ya kuzungumza hata na
vitu vya kawaida, maana ni mamlaka ya rohoni. Ukisema katika roho, upepo utakutii. Baada ya kuwa umetoka usingizini, upepo utakuelewa. Nasema usingizi wa kiroho utakuelewa. Ndugu zako waliolala wataamka, mme wako aliyelala ataamka, biashara yako iliyolala itaamka, wanao waliolala wataamka, roho yako iliyolazwa itaamka. Yesu akaamka, Yesu akaamka. Wakawa wanashangaa, huyo ni mtu wa namna gani? Ana mamlaka na amri ya kukemea upepo. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Amka leo. Nasema roho yako iamke, nafsi yako iamke, ubongo wako uamke, macho yako yaamke. Usione fursa na usitafasiri sawa sawa na mpango wa Mungu wa kukufanikisha. Usikie habari na upate tafasiri ya jinsi ambavyo Mungu ameleta habari hiyo kwako. Leo amka, macho yako yajae imani, masikio yako yajae imani, moyo wako ujae imani. Rakatatata yando na makatataya, ninayamsha imani yako, ninayamsha imani yako. Amka, amka, amka. Haleluya. Haya ni majira ya kuamka kutoka usingizini. Tunahitaji nuru ya Kristo ituangazie. Haleluya. Ratoka tatataya endo na makatataya. Anasema amka wewe usinziae, na Kristo atakuangaza. Kristo wanaangaza kwa nuru yake. Nuru ya Kristo ikija, vitu vinaumbika. Mungu akasema na iwe nuru. Nuru ikiwepo, uumbaji unatokea. Haleluya. Nasema amka, 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 amka rohoni. Unachokiona hata kama akili haikubali, lakini umeshawishika moyoni ya kwamba huyo ni Mungu anazungumza, tenda vivyo hivyo. Haleluya. Watu wamesubiri Mungu aanze, na Mungu anawasubiri wao waanze ili atende pamoja nao. Anza, anza kwa mtaji huo huo. Anza kwa hicho hicho ulicho nacho. Anza. Jana pastor akasema kuna watu wamekuwa na mipango ya muda mrefu. Anasema nitaanza, anasema nitafanya, anasema nitatenda, anasema nitaanza. Anza, anza, anza na hicho hicho. Nuru ya Kristo itakuangazia. Haleluya. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, lakini anaanza kuishi baada ya kuamka kutoka kwenye usingizi. Simama mahali ulipo. Rada capacity, rido capacity ya katata, rete kapasaita kapataya, liando na makatatata. Maombi yetu jioni ya leo, siku yetu ya kwanza ya maombi, ni kuamsha roho zetu. Tunaamsha roho zetu. Roho ikiamka, kila kitu kinaamka. Rete kapatai. Sema na mimi maneno haya. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mwaminifu, ni Mungu wa haki. Unaliangalia neno lako ili upate kulitimiza. Ni wewe Jehova uliyeumba usingizi na namna yake. Ni wewe Jehova uliyeniumba kwa sura na kwa mfano wako. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, naomba rehema na msamaha na utakaso. Imeandikwa, tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, unasamehe, unasafisha na unaondoa udhalimu wote. Likiweko jambo lolote ambalo lilikuwa ni sababu ya kunilaza, nilitenda kwa kujua ama kwa kutokujua, naomba rehema zako, naomba msamaha wako, naomba utakaso wako. Kwa maana imeandikwa, karibu vitu vyote katika Torati husafishwa kwa damu, wala pasipo damu kumwagika hakuna ondoleo.
Bwana Yesu, damu yako ya thamani ilimwagika ili kuondoa usingizi wa kiroho, na leo nalitumia neno lako kuondoa kila namna ya mapando ya usingizi katika roho. Ninaondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaondoa kila pando lililopandwa nilipolala kusoma neno, nilipolala kuomba kwa bidii, nilipolala kushuhudia Injili. Kila pando la kiroho, pando la usingizi, naliondoa, naling'oa. Ninaiamsha roho yangu, macho ya imani, masikio ya imani, miguu ya imani, mikono ya imani. Amka, amka, roho yangu amka, roho yangu amka, roho yangu amka. Anza kuomba sasa, iamshe roho yako. Ratoka pasai liando na namakapa irade kapa suntuna makapa liando na nanama beriade kopo suntunama berade kapata daleta taliando na nanama maraka pasatata endo na nanama kapa ekopo suntuna na mataya daleta kasa zalete kapatunta na nanama mariando na nanama maraide kaposa leshate kata leshando na namakataya edaketo posa balete ponta na nanama mariando na nanama seka rikabo santurna mata daleta tataliando lindo na makapa amka haraka pasete hindo na makataya adobori kapasa boriti kapasunta deleta katataya ezanta tataraba eyando na makataya daleta paramaso meta kapasa beriti kapataya beriando na makapa elando na makataya edaka pasanto na nama yando makaposa esa parama kataya endo na makapo iraida kaposa esa kakaraba koria roho yangu amka yakopo sontona na nama marindu na makataya eda pasatata eliando na makataya dareta pasa leshata taraba koria eliando na maikaposa eliando na nama marada kapa elando na makataya daleta kasa zeta katata endo na makataya delata pasando na nama mariando na makataya delata parama kapa eliando na makapa ikapo sonturaba eliando na makataya esa karaba baba eliando na makataya darata kapataya esa parama eliando na makataya detake tataya endana na makapa elada kaposa ezatapa eliando na merada kapataya elata pasa esa kakaraba koria eliando na makataya ile dawa ya usingizi yatoka pataya endo na makataya waliopuliza yando imakaposa ile nilole ya kamando na makataya naamka ya kamba kapa endo na makataya etakapata elando na makapa elando na makataya dalata pasa lesaparaba koria eliando na makataya darete kaposa ekaposa etakatata endo na makataya esaka karaba koria amka ya kamando na makataya esaparama katata amka ya kamba kapasitete endo na makataya Eva alikwisha kuumbwa ya mboka pataya toka usingizini ya kamba kapa endo na makataya edaka pasuntunama elandona na makapa eliandona na makataya endona na nama elandona na makapa eliandona na makataya darete kapasunta endana na nama mariandona na nama rakapa satata esaka karaba koryamka amka ya kamandona ma elandona na makataya edaketa pasa leshaparamanda elandona na makapa barete kapasa esatata eliandona na makamka amka roho yangu amka ya kamandona ma melandona makataya edaketa pasa leshaparaba koria eliandona maikataya endana na marada kapa eliandona na makataya darete kapasa darete kapataya endo makaposa ekapasa esaka tatata eliandona na makataya edakapasa esaka kakaka eliando makapapa elando na makataya endo na makaposa leshaparama eliando na makataya daleta kapasa darete katatata endo makapataya esaparama merando na makapa leda kapata lesaparaba koria leliando na makataya darata kapasa lesaparaba kanda lekando na makataya amka
pasatata eliando na makata daleto kamasa le shaparabakoda eliando na makata darota kaposa esapapa elando na makata le shaparabakoda eliando na makata le kamando robo elando na makata esakarama kapa yando na makata rakamando na mama berando na makata le shaparabakoda eliando na makata ili sawa familia yangu kwa damu ya mkondo na amka leo kwa chini hizo shando kosakata shando ruka mama yamandirika yamana mama shamana mama kapa eria kaparaba eria mandoro sakapa nina amka leo kwa damu ya mkondo shando kosakata yama eria kapasata walionilaza ni sawa mambo yangu ya muhimu kwa damu ya mkondo shando kosakapa mizimu ilionilaza eko shando kosapa ya mama rikapa shamama mama kapa shamana mama kapa eria kapa seketete eria kapa sapa yando kosakapa yanda makapa eria kapa sapa eria mando kapa yamanduru kapa imamarata yamama makapa eria kapa rabi ramama kapa seperebe eria mandoro kapa eria manda makapa nina amka leo kwa damu ya mkondo shanda makapa eko sakatata ninaamka kwenye maombi naamka kwenye uimbaji naamka kwenye huduma shamama kapa shamando kosakapa eria kapa sapa eria mandoro kapa eria mandoro sakapa mama eria mandiri kapa eria mando kosapa eria kapa sata eria kapa saka eria mando kosakapa ninavunja kila ngome ilioniraza kwa damu ya mkondo shando kosakapa vunjika eria kapa erakapa sata eriamando kapa eriamanduru kapa eriamanduru kapa eriakapa sata eriamanduru kapa ninaamka leo kwa damu ya mkondo walionilaza akili yangu kwa jina la Yesu ninawashinda eko shata eriakapa sata vunja marango hayo shando kosakapa usingizi wa kichawi endoko shakapa ulionilaza kwa jina la Yesu ninaamka leo kwa jina la Yesu shando kosakapa eria kapa sapa eria mando kapa eria mandere kapa fahamu zarasa eko shanda makapa maono yaliyorasa wito uliorasa kwa damu ya Yesu ninaamka eko sihada ekeperema rakosama ekapirima eko satata eria kapa eria mando kapa eria kapa nama ikamandiri eria kapa satata eria kapa nama 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 ikamande kepe eria kapa ikamande kepe ikosa eria mando kapa eria kapa sama eria kapa jina la Yesu ninaagiza kwa kinywa chenye mamlaka kila roho ya usingizi mzito kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye masomo, ondoka toka kwa jina la Yesu. Imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka katika hukumu ninahukumu kuwa mkosa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Silaha ya usingizi wa kiroho iliyoamuliwa na ulimi wowote wakahukumu kusema huyu amelala hata inuka, leo nabatilisha, ninatengua hukumu yao kwa jina la Yesu. Ninaagiza nafsi yangu, moyo wangu, utashi wangu, akili yangu, amka kwa jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kazi yako ilikamilika wakati umemlaza Adam usingizi mzito. Kazi yako ilipokamilika ya kuumba, Adam aliinuka, alitoka usingizini, na kwa macho yake akaona ya kwamba huyu ni mfupa katika mifupa yangu, ni damu katika damu yangu.
ni nyama katika nyama yangu, waliolazwa kiasi cha kutokuamka na kuona, na waamsha. Amka, amka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nakupa macho, macho ya kuona, nakupa macho ya kutambua, nakupa macho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rete kapasaya hindu ina makaposa waliotupwa shimoni, wakalala usingizi kwa kukwepa wajibu wao, wakalala mithili ya Yona alivyolala chini ya tumbo la kuzimu, na wakamwamsha, wakamwambia, amka wewe usinziaye, yamkini mabaya haya yanatupata kwa sababu yako. Amka, 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 amka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaziamsha zile roho zilizolazwa, zilizolazwa, zilizolazwa kwenye nyumba ya mama mkwe, kwenye nyumba ya baba mkwe, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nasema amka, nasema amka, nasema amka. Reteka pasai renda makatata riatoka pasetete. Ninaagiza amka, amka, amke mtu huyu, amke mtu huyu awe na macho ya kuona, azione fursa, azisikie fursa kwa jina la Yesu Kristo. Reteka patataya, ninakurudishia macho ya imani, masikio ya imani, ujasiri wa imani. Rateka patataya, ezaka tatata, imeandikwa mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Pokea imani. Rateka patayananda eraidaka tatata esaka kakarabakoria. Yasiyowezekana kwako yawezekane, yaliyoshindikana kwako yawezekane, yaliyokwama kwako yawezekane tena. Alipoamka akaukemea upepo, akasema na iwe shwari kuu. Mamlaka hiyo nairudisha ndani yako katika jina la Yesu, na watu wote tuseme njoo, njoo, njoo. Aliyeamka utaanza kuona ng'ambo ya mambo ya kawaida. Utaziona fursa za kuwaleta watu kwa Yesu. Yesu akawaambia wanafunzi wake, inueni macho yenu muone, mashamba yako tayari kwa mavuno. Utaanza kuona uwezekano wa kuwaleta watu kwa Yesu. Utaanza kuona Nyerere Square kuna watu wengi wanamhitaji Yesu. Utaanza kuona vyuo vya wanafunzi wako wengi wanamhitaji Yesu. Haleluya. Utaona kazini ulipo wanamhitaji Yesu wako, na watakuja kwa Yesu, maana Bwana amekupa macho ya kuona. Haleluya. Utaanza kuona kwenye biashara ng'ambo ya wateja uliokuwa nao. Utajua namna kwa define wateja, ya kwamba huyo ni mteja wa kubakiza. Haleluya. Nimesema haleluya. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nilikwambia jana nilipofika Dar es Salaam, nimefika kanisani, mkurugenzi mkuu wa idara ya uinjilisti, wakurugenzi wa uinjilisti, akaniambia tumeletewa kijana amekufa, twende tukamwamshe. Moyo wangu ulikuwa tayari. Tukatelemka mpaka ghorofa ya chini, kamkuta kijana mzuri amekeleshwa kwenye kiti, hayupo. Kamuuliza, tuambieni ilikuwaje? Jirani ambaye amewahi kulisikia kanisa letu amekuja na mjomba mtu. Jirani ndio anasimulia, anasema mnisamee, lakini mimi mnisamee, mimi huwa ni mlevi. Anajitetea, sema ulevi wako weka pembeni, wewe tuambie ilikuwaje? Akasema huyu kijana mama yake amekuwa akilalamika mara kwa mara. Kuna kipindi analala, akiamshwa haamki, anakuwa kwenye usingizi mzito sana, akiamshwa haamki, imekuwa kama kawaida, lakini baadaye anashtuka anaamka. Akasema lakini leo
ameamshwa, hajaamka. Mpaka mama yake akapaniki, akaanza kulia, akasema tumpeleke hospitali. Wamempeleka hospitali, wamempima vipimo vyote, akasema hapa hamna mtu, huyu alishaondoka. Sasa yule mlevi akakumbuka hapa kuna kanisa linaitwa la Ufufuo na Uzima, tumpelekeni huko. Tumeteremka chini, amemaliza kutueleza, kumshika kijana wa baridi, kaendelea kuomba kwa bidii, kumuita njoo. Shika mikono, imeshaanza kupata ganzi, mikono inakataa. Kumbuka damu inapoacha kusafiri, mwili unakakamaa. Kadri unavyoomba, mikono inalegea, mikono inalegea. Endelea kuomba. Kaja RP mmoja, ombaji sana, akakaa, akamshika mkono mmoja wapo, kakaa kimya sana muda mrefu. Sisi tunaomba kwa bidii, tunaita, nimekuja na timu ya watu wengine, tunaita kwa bidii. Mwili wangu ukabadilika, shati nilikuwa nimevaa jasho kama nimemwagiwa maji, lakini moyoni mwangu ninasema utarudi tu. Arapia amemshika mkono, baadaye nikaona anawahi mahali, huwa ni yule mlinzi wa baba, kama ameondoka. Kaendelea kuomba na hao. Mimi kuangalia muda pia umefika wa kwenda kwenye kikao. Nikawaambia ndugu zangu, endeleeni kuita. Kwa nikawaacha. Sikutafuta habari baadaye, lakini ni kama alikataa kurudi, ila tulifanya jukumu letu la msingi. Amen. Tulifanya jukumu letu la msingi. Mimi ninachokwambia jioni hii na kwenye maombi haya, amka. Amen. Kile unachotamani kiwe, anza kufanya, na unafanya kwa imani, unafanya kwa neno la Mungu. Wakati mmoja tunaabudu kwenye kanisa dogo, lina mabati hivi, tumeweka nguzo kama hivi. Mkuu wa mkoa alishapiga marufuku kanisa hilo kuendelea kujengwa kwa sababu lilikuwa lina kesi na Waislamu. Tunaabudu hivyo, viti vichache, kwa kuna viti vya viongozi tu. Lakini kwa tunaazima vitu kama hivi, tunakwenda tunakodi kwenye baa. Mnakodi viti asubuhi, mnavitumia jioni, mnarudisha. Nikashikwa hasira siku moja, nikasema leo hamna kukodi viti. Tunakaa wapi? Tafuteni mikeka. Tafuta mikeka. Baada ya ibada nikamwambia tunanunua viti. Mimi nikaanza kuahidi. Akaahidi mwingine, akaahidi mwingine, akaahidi mwingine. Viti 100. Viti 100 vikapatikana kwa sababu ya kuchukua hatua ya imani. Umeme ukao unasumbua sana. Tukaanza kuazima generator la mtu. Kila Jumapili generator limekuja, mnalipia. Nikakasirika, nikasema hii ni nini? Nikalibeba generator, wakati linaunguruma, nikaja nikakimbia nalo, wakanisaidia wengine, kaliweka. Hili generator tunalinunua sasa hivi. Nikaahidi mimi, wakaahidi wengi, tukanunua generator, tukamlipa mwenye generator. Amen. Ukiona umeamka, uamini huo ukweli na utendee kazi. Maombi haya ni ya kuamka kutoka kwenye usingizi wa kiroho. Haleluya. Shika sadaka yako, tumtolee Mungu.